Ujambo na karibuni ndugu msikilizaji, pia mtazamaji wa Zejofa Media. Mahali popote ulipo, ninayewakaribisha studioni ni mimi Mmodelwa Msekidide. Kwa yale tuliokuandalia leo ni hasira ya wakongomani kupitia kauli ya Rais wa Rwanda Paul Kagame kuidharau Kongo. Kuapishwa kwa Rais wa Rwanda pamoja na matamshi ya dharau dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwaleta hasira na maoni mseto kwa wakongomani nchini Kongo kwenyewe. Rais wa Rwanda Paul Kagame atuhumiwa na baadhi ya raia wa Kongo kuhusu kauli aliyoitoa dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na raia wake. Tega sikio. Kwa mujibu wa Muhindo Vukulu, aliye kiongozi mstaafu wa mashirika ya kiraia kwenye eneo la Bamboba Kisiki, wilayani Beni, kwa sasa akiwa ni mshauri kwenye asasi hizo, amemwalika rais huyo wa Rwanda ya kuwa Kongo ni wakongomani na Rwanda ni kwa Wanyarwanda, wala hana haki ya kuingilia viongozi wa nchi isiyo yake wala kuingilia mambo ya ndani ya Kongo. Bwana Muhindo amehonya rais wa Rwanda akisema, patana na yale ambaye Rais Paul Kagame aliweza kuyasema jana kwenye mkutano wake ambaye alikuwa naye kwenye nchi lake kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hasa zaidi sana kuhusu rais yetu na uongozi wetu wa Kongo. Tunaweza kusikitika sana kwa kuwa Bwana Paul Kagame anapasha jua ya kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi ambayo inajeshimu na inakuwa na waongozi wake na raia yake. Yeye anapasha baki tu kwa nchi yake, azungumzie Wanyarwanda na udongo ya Rwanda. Lakini wakati Bwana Paul Kagame amejikuta kama anapasha kuingizana pasipo hoga yoyote ndani ya maneno ya wakongomani, ajua kama sisi wakongomani jambo haiko natufurahisha pana. Kwa siku ambamo Paul Kagame atalipa haya yote, na ninajua ya kama jibu yupo, atapata jibu ya yote ambayo anafanya. Kiongozi huyo mstaafu wa mashirika ya kiraia ndani ya maeneo hayo yanayopatikana wilayani Beni amemtahadharisha rais wa Rwanda, akimkumbusha historia ya vigogo vya utawala barani Afrika na ambao hawako tena duniani, hali inayomaanisha kuwa kilicho na mwanzo kina mwisho, lazima kiwe na mwisho. Bwana Muhindo Vukulu ameendelea hapa kusema, asiwazi kama niende anakuwa mtu wa nguvu sana kupita watu wa nguvu ambao tuliwajua hapa duniani, wakina Gaddafi, Mobutu na Saddam Hussein na wengine wamepita kabisa. Bwana Kagame anapaswa kujua kama Kongo ni nchi yetu, na hasa zaidi sana wakati anaongea haya mambo ya kusema ya kama usalama ndani ya mtaa ama ndani ya hii region ambayo tuko ndani ni priority yake ya Rwanda, na kusema ya kama Kongo waongozi hawakamati mambo ya kutafuta usalama wetu na makini. Mimi nasema tu Bwana Kagame kunaweza kucheka, anaweza kuchekelea maiti na mauaji ambazo zikunafanyika kwetu, kwa kuwa sisi tunajua ya kama yote ambayo kunapitika kwa kweli inapasha kuwa imeshindikizwa na wazungu, lakini wanapitia kwake Bwana Kagame. Tunajua ya kama yeye haiko mbali kwa yote ambayo tunapitia ndani ya nchi yetu, na asijiwazie kuwa nguvu ama kuwa mtu ambaye atashinda watu. Jibu lipo. Lazima tukumbushi hapa kuwa rais wa Rwanda Paul Kagame ametoa matamshi hayo ya kukashifu wakongomani na viongozi wake, akisema kuwa wameshindwa kweli kulinda raia na mali yake viongozi wa nchi, naye yuko tayari kuwaingilia wakongomani kwa mambo yao, jambo ambalo halitavumiliwa hata kidogo, amesema Muhindo Vukulu, mstaafu wa viongozi wa mashirika kiraia katika maeneo ya Bamboba Kisiki. Na ninaweza kumwalika yeye na raia yake watuheshimu sisi wakongomani, watuachie uhuru wetu, kwa kuwa hakuna hata mkongomani mmoja ambaye ametoka huko kwenda
kutatiza usalama Rwanda ama kuenda kuongelea maneno ya Rwanda. Ni kusema sisi kwa ngambo yetu tuko tunaendelea kuheshimu ile adabu ya ujirani. Ni kwake yeye ameasabu kabisa. Na ni kufikia hapo, ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Zejofa Media, sina cha ziada. Nimekamilisha yale tuliyokuandalia leo, siku ya Jumatatu ya tarehe bila shaka Agosti 12 mwaka huu wa 2024. Ninachokuomba mtazamaji pia msikilizaji wangu, usibanduke kabla hauja subscribe, kulike na kushare kwa wengine. Comment yako ndogo yahitajika vile. Niliyekuandalia matangazo ya leo si mwingine bali ni mimi wako Mseke Dide, ninayekutakia kila laheri hadi pale tutakapokutana tena hewani kwenye ukurasa mpya. Nasema kwaherini.